Mfanyie Bwana shangwe. Haleluya. Haleluya. Ukuu wa Bwana. Hebu mikono yako juu namna hiyo, ukuu wa Bwana. Tena wewe ni Mungu waweza yote. Hakuna Mungu kama wewe. Sasa sauti yako mwambie wewe Bwana, wewe ni Mungu waweza. Nani kama wewe Yesu? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana yupo katikati yetu, yupo ndani yetu. Shujaa wezaye kuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya ibada ya burudiko tuliyokuwa nayo Ijumaa. Bwana Yesu asifiwe. Ngapi walimuona Bwana? Haleluya. Hebu mpige gelegele Yesu na shangwe. Mungu wetu ajabu. Mungu wetu ni halisi. Mungu wetu ni mwema. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuko na wakati mzuri katika uwepo wa Bwana, na bado tuna wiki hii ya raha. Hebu sema wiki hii ya raha. Wiki hii ya raha. Nani hapendi raha? Kuna mtu hapendi raha? Kila mmoja wetu anapenda raha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hakuna anayependa shida au matatizo. Lakini ukilifahamu neno la Mungu utaelewa raha inapatikana ndani ya Yesu Kristo pekee. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hebu sema ndani ya Yesu Kristo pekee. Ndani ya Yesu Kristo pekee. Kwa nini ndani ya Yesu Kristo? Kwa sababu ndiye aliyekuumba, ndiye asili ya uhai wako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nje ya Kristo hakuna maisha, hakuna raha, hakuna uhai, kuna kuangamia. Ni kama vile ambavyo samaki nje ya maji hana tumaini tena. Bwana Yesu asifiwe. Ukomo wake unaishia. Ndivyo ilivyo ndani ya Kristo. Na wiki hii tulikuwa tunaangalia raha iliyoko ndani ya Kristo, na vitu kadhaa tuliangalia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na nilipokuwa najiandaa, Roho Mtakatifu bado alitaka niendelee kuweka mkazo katika hivyo vitu ambavyo tumekuwa tukijifunza.
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unajua kama Wakristo tunapaswa kuwa na maisha ya kipekee sana duniani. Sema ninapaswa kuwa na maisha ya kipekee sana. Maisha tofauti na watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wewe umechaguliwa na nani? Na Mungu. Umeteuliwa na Mungu. Umeitwa na Mungu. Kwa maisha yako yanapaswa kuwa ya tofauti. Sema ninapaswa kuwa na maisha ya tofauti. Napaswa kuwa na maisha tofauti. Tofauti na ulimwengu unavyoenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa huo ndio wito wetu. Kwa sababu gani? Yesu alisema sisi ni nuru ya ulimwengu. Sema mimi ni nuru ya ulimwengu. Mimi ni nuru ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maana yake kuna mwangaza fulani na uachilia kwa ulimwengu. Kuna namna fulani ninang'aa katika maisha ya watu wa ulimwengu. Na anasema anasema nuru yenu na iangaze sana. Watu wapate kuona nini? Matendo yenu mema, wamtukuze Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu. Kwa kadri ambavyo ninakuwa na maisha tofauti, utukufu unaenda kwa Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kadri ambavyo ninaishi kwa ajili yake, utukufu unaenda kwa Bwana. Ninakuwa tofauti katika kila ninachokifanya. Wangeniangalia hawanielewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nina namna ya kimungu, sio ya kidunia hii. Nina uhai wa Mungu ndani yangu, unaonitofautisha, unaonifanya niwe kichwa na sio mkia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Sema nina uhai wa Mungu. Nina uhai wa Mungu. Unaofanya kazi ndani. Uhai wa Mungu. Uhai wa Mungu. Ni halisi ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakati watu wanasumbuka na haya duniani, mimi naangalia yaliyo juu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema tu ya tafakari yaliyo nini? Juu. Kristo aliko. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Tulisoma na kumbuka kile kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 28. Ngoja tuanze kuwaleta watu katika uelewa fulani ambao hawakuwepo nyuma. Mathayo 11 mstari ule wa 28 na wa 29. Yesu Kristo anatoa mwaliko wa sherehe iliyoko ndani yake. Mathayo 11 mstari ule wa 28. Neno la Mungu linasema, Mathayo 11 mstari ule wa 28 mpaka wa 29, anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nimesoma kama watu wenye tabu sana. Naomba msome kama watu wenye raha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema Yesu Kristo, njooni kwangu ninyi nyote mfanyaje? Msumbukao. Kwa nini anasema hivyo? Kwa sababu dunia imejaa masumbufu. Dunia imejaa matatizo. Dunia imejaa shida. Na hata watu wa dunia unasikia wakisema kila siku afadhali ya jana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Lakini mtu pekee aliyetangaza pumziko, mtu pekee aliyetangaza raha, akasema kila atakayenifuata atapata raha, ni nani? Yesu Kristo. Sema Yesu Kristo. Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na sisi tuliompata, anasema nitawapumzisha. Maana yake tumeingia katika pumziko lake. Sema nimeingia katika pumziko. Nimeingia katika pumziko lake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Usikalie mdomo wako. Sema nimeingia katika pumziko lake. Nimeingia katika pumziko lake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tumeingia katika pumziko lake. Na kuna namna ya maisha ambayo tunatakiwa tuende nayo. Kuna kanuni ambazo tunatakiwa tuishi nazo. Kuna style ya maisha ambayo tunapaswa kuwa nayo kama wana wa Mungu, kama watu tulioitwa kwa kusudi lake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Sema kama watu tulioitwa kwa kusudi lake. Kama watu tulioitwa kwa kusudi lake. Kuna aina ya maisha na aina ya maisha tunapaswa kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na usipoelewa hii, unaweza kawepo ndani ya Kristo ukawa una maisha ya shida. Kwa sababu inawezekana. Ni swala la kanuni, unaishi kanuni. Unaweza kawepo ndani ya Kristo ukawa na huzuni.
ukawepo ndani ya Kristo ukawa hauna raha. Bwana Yesu asifiwe. Na kama una ufahamu zaidi unaweza ukazingizia majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sio kusudi la Mungu. Hebu sema sio kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema njooni kwangu msumbukao. Ijumaa nilikuelezea dunia ina masumbufu mengi, inakutaabika kwingi, inakuhangaika. Hebu sema kuhangaika. Kuhangaika. Tukaona mstari mmoja Yesu anaongea na wanafunzi wake. Anawaambia nendeni mkavue. Wanawaambia Bwana, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha na hatujapata nini? Kitu. Hebu fikiria, ni wavuvi wamebobea katika uvuvi, wameingia kufanya kazi siku nzima, hawajapata kitu. Usiku kucha wote hawajapata kitu. Lakini Petro anatambua Yesu Kristo ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwa neno lako. Haleluya. Nilikuelezea siku ile aliposema kwamba kwa neno lako, maana yake alimaanisha kwa rema. Hebu sema rema. Rema. Na Yesu anasema mtu hataishi kwa mkate tu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu hataishi kwa bidii tu, ila kwa kila neno litokalo kinywani mwa Bwana. Sema ninaishi kwa neno. Ninaishi kwa neno linalotoka kinywani mwa Bwana. Ninaendelea kwa neno linalotoka kinywani mwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwa anawaambia nendeni mkatoe kinyavu. Biblia inasema wanaenda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ghafla samaki wanakuwa wengi. Unajua nikisoma hapo huwa narudia, hao walikosea wapi? Walikosea nini? Lakini kikanuni zote za kidunia, hebu sema kikanuni za kidunia. Kikanuni za dunia. Kikanuni za kivuvi, usiku ndio samaki wengi. Lakini wamekuwa na mkesha wa kuvua samaki, hawajapata kitu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana mhubiri anasema nikaangalia chini ya mbingu, sio wenye mbio ndio wanaoshinda, sio wenye nguvu. Kuna namna ya tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Hata huku duniani sio kwamba unaofanya kazi sana ndio wanaotoboa. Kuna watu wako tukazao kusaini kila siku, anasaini tu. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna mwingine huko anapambana kweli kweli, jasho linamtoka hasa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unanisikia hivi? Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ni rohoni. Yesu anamwambia tupa nyavu, na wanatupa nyavu. Ghafla kitu kinabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kitu kinabadilika. Samaki wanakuwa wengi. Mpaka wanaomba msaada kwa sababu chombo kinataka kuzama. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu anasema njooni msumbukao. Dunia imejaa masumbufu wengi. Kuna watu wanaenda kazini siku hadi siku, wanaenda kwenye biashara, wanajitahidi kufanya hiki, wanafanya kile, wanafanya hiki, lakini mafanikio ni madogo sana. Matokeo ni madogo sana. Inawezekana anafanya kila anachokifahamu, lakini bado matokeo ni madogo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Lakini Yesu Kristo anasema nini? Njoo. Bwana Yesu asifiwe. Anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na nini? Mizigo. Unaelewa? Mizigo ipo duniani. Kuna watu wanalemewa na mizigo. Wanalemewa na huzuni. Wanalemewa na taabu za ulimwengu. Namna za dunia hizi zinawalemewa. Unaweza kuona kama anafaidi, lakini kuna namna analemewa. Kuna vitu anataka kuviacha au anaweza kapanga viache, lakini anashindwa. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi imewalemea watu, mikosi imewalemea watu, shida zimewalemea watu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mwenye kutua mizigo ni mmoja tu, anaitwa nani? Yesu Kristo. Sema Yesu Kristo. Amenitua mzigo wangu. Kama hujapata Yesu leo hii utatoka huko mwepesi. Bwana Yesu asifiwe. Utatoka umempata Yesu, utatoka una raha ndani ya nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna kitu kimoja na wao kuambia, unaweza ukawepo ndani ya Kristo lakini usiwe na raha. Kwa sababu kuna vitu hujachukua hatua za makusudi.
Kwanza nasema jitie nira yangu. Hebu sema jitie nira yangu. Jitie nira yangu. Iko nira ya Yesu Kristo. Unaelewa nira maana yake nini? Ni jambo linalowashikanisha watu kwa pamoja. Ni jambo linalounganisha watu kwa pamoja. Zamani watu walikuwa wakilima kwa ng'ombe. Kwa ili ng'ombe wawili waweze kwenda uelekeo mmoja walikuwa nafungwa nira shingoni mwao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ile nira inawasaidia wao kwenda kwa namna ile wanayopaswa kwenda. Uelekeo ule wanaopaswa kwenda. Kwa Yesu Kristo anawaambia jitieni nira yangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sema ni swala la kuchagua. Ni swala la kuchagua. Ndio maana anasema tufanye tujitie nira. Maana yake wewe unachagua, sio kwamba nitakutia nira. Ni wewe uchague. Na unajitiaje nira? Ndio maana tunataka tujifunze hapa. Bwana Yesu asifiwe. Anasema jitieni nira yangu mkajifunze kwangu. Vitu viwili. Jitie nira yake mkajifunze kwake. Kwa nini? Yeye ni mnyenyekevu wa moyo. Ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Anasema nanyi mtapata nini? Raha nafsini mwenu. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana Biblia inaongelea kwa habari ya msifungiwe nira na wasioamini. Tuangalie kitabu cha Wakorintho wa pili sura ile ya 6 mstari ule wa 14. Wakorintho wa pili sura ile ya 6 mstari ule wa 14. Wakorintho wa pili sura ile ya 6 mstari ule wa 14. Neno la Mungu linasema, Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 14, msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawa sawa, kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu hili linatuonya ya kwamba tusifungiwe nira pamoja na wasio nini? Amini. Maana inawezekana mtu akajihusisha na watu wasioamini kiasi kwamba akawa na uelekeo mmoja nao. Kumbuka nira inawafanya watu waende pamoja, wafikiri pamoja, waongee mamoja, watende mamoja. Bwana Yesu asifiwe. Na mojawapo ya shida kubwa ya nyakati hii katika kanisa ni kwamba watu wa Mungu wanafanana sana na ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Namna zao zinafanana sana kwa sababu wanafanana sana na ulimwengu. Mifumo ya ulimwengu inawakandamiza. Mifumo ya ulimwengu inawaendesha. Lakini inapaswa iwe tofauti. Sema inapaswa iwe tofauti. Inapaswa iwe tofauti kati ya wana wa Mungu na wana wa giza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema pana urafiki gani? Ni namna gani unaweza ukaliweka giza na nuru pamoja? Hiyo namna haijatokea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haijatokea. Ni namna gani unaweza kuweka haki na uasi pamoja? Bado hiyo namna haijafanya nini? Haijatokea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa nira husababisha watu kuwa pamoja, kuambatana katika kila eneo, kuwa na mfanano fulani. Jina la Bwana libarikiwe. Nitakuelezea vizuri namna ambavyo watu wanasumbuka na hivi vitu. Kuwa na mfanano fulani, namna watu wanavyofikiri, namna watu wanavyotenda, namna watu wanavyoongea. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema watu wawili hawawezi kwenda njia moja isipokuwa wamefanyaje? Wamepatana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haiwezekani watu wawili waende katika njia moja isipokuwa wamepatana. Kwa kadri ambavyo tuna ushirika na watu wa giza, kuna namna mfanano tunafanana nao. Na hiyo inaondoa uhalisia wa Ukristo wetu. Inaondoa uhalisia wa utofauti wetu. Kadri ambavyo tunashabikia vitu ambavyo wanashabikia. Bwana Yesu asifiwe. Tunatazama vitu wanavyotazama, tunafuatilia wanayofuatilia, tunafanana nao. Kwa hakuna tena utofauti kati ya wana wa Mungu na wana wa giza.
Yesu anasema nitie nira yangu. Hebu sema nitie nira yangu. Nitie nira yangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Sema yote, anasema mtu yote akitaka kunifuata